Sawa, niweze kukujuza kile ambacho kinaendelea pale Marekani, ambapo kumekuwa na mvutano sasa hivi baina ya Marekani dhidi ya Iran, wakiweza kuzungumza au kuweka yale ya hapa na pale juu ya mustakabali wa kuweza kusitisha mapigano na kuweza kuachana na mapigano hayo ili kuweza kufungua uchumi wa dunia, kwa sababu uchumi wa dunia kwa sasa hivi nao umeweza kushuka. Sasa tukizungumza kwa habari ya rais wa Marekani Donald Trump ameweza kutapatapa kuhusu kuishambulia Iran, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema ikiwa Marekani na Israel zitaanza mashambulio upya dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu zitajibiwa kwa nguvu kubwa zaidi. Na rais wa Marekani ameonyesha msimamo wa kutapatapa kila mara kuhusu kuishambulia Iran au kumaliza vita. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema ikiwa Marekani na Israel zitaanza mashambulio dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu zitajibiwa kwa nguvu kubwa zaidi. Na hayo ameyasema baada ya kufanya mazungumzo na mwenzake wa Saudi Arabia mwanamfalme Faisal bin Farhan Al Saudi, zikiwemo ripoti kwamba Marekani na Israel zinajiandaa kuanza upya mashambulio makubwa yatakayolenga miundombinu ya nishati ya Iran. Na Trump ameweza kutoa tishio kuhusiana na mashambulizi hayo makali dhidi ya Iran. Kwa hakika vita kanda ya Mashariki ya Kati ya Marekani dhidi ya Iran imebakia kuwa fumbo kubwa kwa wafuatiliaji ambalo hakuna kwenye jibu la kulifumbua. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na mwenzake wa Oman Badru Al Busaidi katika mazungumzo kuhusu mlango bahari wa Hormuz, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na mwenzake wa Oman Badru Al Busaidi katika mazungumzo kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz. Na tukumbuke kwamba Jumapili rais wa Marekani Donald Trump aliweza kutangaza kwamba ameamua kusitisha kampeni mpya ya kuishambulia Iran baada ya kushawishiana na washiriki wake wa Cuba, Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Lakini katika maelezo ya rais huyo wa Marekani Donald Trump alibaini kwamba jeshi la Marekani lilikuwa limeshajiandaa kufanya mashambulizi makubwa kabisa ambayo haijawahi kuyafanya tangu vita vya pili vya dunia, na lakini waliamua pia kuifuta, na kwamba anatoa pia nafasi kwa diplomasia kuweza kufanya kazi baada ya kuzungumza na viongozi wa mataifa wa Ghuba akiwemo mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, lakini pia kutokana na ombi la maafisa kadhaa wa Iran ambao hakuwataja. Lakini hata hivyo Iran katika ujumbe wake kupitia mwanadiplomasia wake wa ngazi za juu Abbas Araghchi haijakaa pia kimya, ambapo Iran iliweza kukataa kusalimu amri katika vita na vilivyoanzishwa na Marekani na Israel licha ya kuweza kupoteza nguvu kubwa ya kijeshi. Na Iran imekataa kusalimu amri katika vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel licha ya kupoteza nguvu kubwa za kijeshi, kwa sababu imejibu kwa kusema kwamba uchokozi wa Iran yoyote wa aina yoyote pia kutokea kule Iran wa Marekani na Israel utakabiliwa pia na nguvu zote na vikosi vya kijeshi vya Jamhuri hiyo ya Kiislamu, na Marekani na Israel watawajibika na kitakachotokea. Na juu ya hilo Tehran pia hivi leo imeweka wazi kwamba hakuna mazungumzo yoyote na Marekani yanayofanyika baada ya Rais Trump kudai kuna duru mpya ya mazungumzo itakayoanza siku ya Jumatatu kama juhudi za kumaliza vita vilivyoingia mwezi wa sita hivi sasa. Lakini ripoti zinaonyesha kwamba washirika wawili wa Marekani na Israel zinapanga kuanzisha kampeni kubwa mashambulizi itakayolenga hasa miundombinu ya nishati ya Iran, ikiwemo vituo vya umeme, mafuta na miundombinu inayohusiana na nishati, ingawa maafisa wa Israel wanasema hawana taarifa juu ya kupitishwa kwa uamuzi wa kuanza operesheni kamili ya kijeshi. Tukumbuke pia kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Tehran imekuwa kwenye mazungumzo na Oman kuhusu kuanzisha njia mpya kupitia mlango wa bahari wa Hormuz ambayo itakuwa na mkondo wa kutoka na kuingia. Na Trump alisema mazungumzo mapya kati ya Marekani na Iran utaweza kuanza, lakini hatua hiyo imedhamiriwa kuipa pia uwezo wa kudhibiti safari zote za kuingia na kutoka kule katika bahari ya Hormuz. Lakini ama kwa upande mwingine pia baada ya Rais Donald Trump kuliamrisha jeshi lake kuweza kusitisha kuishambulia Iran, tukumbuke pia bei za mafuta zilishuka kwa kiwango kikubwa, huku sarafu ya euro ikipanda thamani dhidi ya dola. Na pamoja na hali jumla inayoshuhudiwa hadi sasa inaonyesha Rais Trump huenda pia bado anaamini ili kukamilisha mgogoro huu kuna umuhimu wa kufanya
mashambulio makubwa ya kuisambaratisha Iran. Lakini wakosoaji wake wanasema pia kusitasita kwake katika kuchukua hatua hiyo, kwa maneno mengine, huenda kunadhihirisha kile ambacho kichunguzwi kwa sauti kubwa ndani ya utawala wake, ambacho ni kwamba uwezo wa kijeshi wa Marekani peke yake inawezekana usitoshe kuifanya Iran iweze kusalimu amri. Sasa tukumbuke pia bei ya mafuta imeweza kupungua kwenye soko la dunia baada ya rais huyo Donald Trump wa Marekani kusema kwamba mazungumzo mapya na Iran yanatarajiwa kuanza mapema, na wameweza kuzungumza na kukaa chini. Lakini tukumbuke kuwa bei ya mafuta imeshuka kwa kiasi, na alisema pia duru hiyo mpya ya upatanishi kati ya Washington na Tehran itajumuisha kutafuta mwafaka kuhusu hatima ya mlango bahari wa Hormuz na njia muhimu pia na upatikanaji muhimu pia wa maji unaopitisha pia 20% ya mafuta yote duniani. Sasa lakini hata hivyo tukumbuke Iran pia imepanga na kupinga pia maelezo haya ya Trump, ikisema hakuna mazungumzo ambayo yalipangwa. Na tukumbuke kwamba mafuta ghafi kwenye soko la dunia imeshuka kwa 5% na kufikia dola 83.5 kwa pipa. Na inaelezwa pia kupungua huko kwa bei ya mafuta kumechochewa pia na tangazo kutoka kundi la nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi duniani la OPEC la kuongeza uzalishaji wa mapipa 188,000 ifikapo mwezi Septemba. Kwa hivyo moja kwa moja tusogee kwingineko, ambapo watu 14 wameweza kuuawa huku Ukraine na Urusi zikiweza kushambuliana zaidi. Na mashambulizi ya Ukraine na Urusi yaliua watu wasiopungua 9 siku ya Jumapili, huku mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine yakiua watu wasiopungua 5. Hayo ni kulingana na maafisa katika nchi zote mbili. Sasa moshi umeoneza kuonekana baada ya shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine kwenye ghala moja huko Novosemysk, mkoa wa Samara, Urusi, ambapo Ukraine imeweza kufanya mfululizo wa mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Urusi, ikiwa ni pamoja na vituo vya nishati na maghala. Lakini mapigano hayo yanajiri kukiwa na ishara kwamba Moscow na Kiev zinaongeza ukubwa wa nguvu ya mashambulizi dhidi ya kila mmoja, karibu miaka 4.5 hivi tangu kuanza vita vyao vikali. Lakini vifo vya raia nchini Ukraine nayo vimeweza kuongezeka, huku Urusi ikiongeza matumizi yake ya makombora ya masafa marefu ambayo ni magumu kuyazuia kulingana na data za Umoja wa Mataifa kule. Sasa wakati huo pia Kiev ikiwa imeanzisha mawimbi ya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Urusi, ikiwa ni pamoja na miundombinu ya nishati na maghala rejareja katika juhudi za kuishinikiza Moscow kufanya mazungumzo ya kukomesha mashambulizi yake. Mashambulizi haya ya Ukraine katika eneo la Belgorod nchini Urusi linalopakana na Ukraine yaliwaua pia watu 4 kwa siku ya Jumapili, akiwemo msichana wa umri wa miaka 13 karibu na uwanja wa michezo. Lakini hayo ni kwa mujibu tu wa gavana wa eneo hilo Alexander Shurvaev, ambaye alisema shambulio tofauti la droni katika eneo la Savatov nchini Urusi linalopatikana na Kazakhstan iliwaua pia watu 2, huku 3 wakiuawa katika shambulio la droni za Ukraine kwenye gari eneo lile la Udmurtia kule nchini Urusi. Na nchini Ukraine mashambulizi ya Urusi yaliwaua pia watu 2 katika eneo la mashariki la Dnipropetrovsk na watu wengine katika maeneo kusini Zaporizhzhia na Kherson. Kwa hiyo huo ni kwa mujibu tu wa taarifa ambazo nimesema ni kusogezea hapa kwa wakati huu, lakini nikwambie tu kwamba usisite kuendelea kufuatilia taarifa zetu mbalimbali ambazo zinapatikana hapa ndani ya RS TV. Shukrani kwa Baba Kivita na historia ya dunia. Jina langu ni Tobias Kisimu, unaweza kunitafuta kwenye mitandao ya kijamii, ukanifollow pale Instagram kama DJ Toby TZ. Asante, endelea kusilia nasi.